kuabudu Mungu wetu, tunaliadhimisha jina lako. Ni kweli wewe ni mfalme wa wafalme, ni kweli wewe ni Bwana wa mabwana. Tuna Mungu mwingine kama wewe, Bwana. Tunaliadhimisha jina lako Mungu, tukikupa utukufu na sifa na heshima kwenye kiti chako cha enzi, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Baba, tunaomba upako wa Alfa, Bwana, kwanza semina hii ukajidhihirishe, Bwana, katika siku ya leo. Jidhihirishe katikati yetu Mungu, tuone utukufu wako katika jina la Yesu, amen. Amen. Na waimbaji, Mungu awabariki. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa rehema na fadhili zake ambazo zimenifikiria. Leo tunaanza semina yetu ya siku 8. Namshukuru Mungu amenipa neema leo ya kwanza, lakini tunatarajia siku ya kesho tutakuwa na mtumishi wa Mungu hapa kutoka pale Ifakara, ataendelea siku ya kesho. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwaje leo, lakini kuna ratiba ya huduma nyingine anamalizia kule, kwa hiyo imempasa kuja kuanza kesho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namshukuru Mungu pia na amenipa kibali nisimame leo. Kwa leo kuna cha kwako. Kwa jirani kuna cha kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Harrison Mzava, kwa wanaotufuatilia Facebook live, wanaotufuatilia YouTube. Tumekuwa na ujumbe endelevu ndani ya siku kadhaa na tunaendelea pia hata leo. Ujumbe tunaendelea nao, na ikimpendeza Bwana tutaendelea tena. Kwa hiyo leo tumepata nafasi ya kuwepo kwenye ibada. Tumekuwa na siku sita za ujumbe huu. Mnaonifuatilia live, basi tuendelee tena kupata hii neema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe tunasema maombi yenye upenyo. 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 Kitabu kile cha waraka wa kwanza Yohana. Waraka wa kwanza Yohana 5:14. Maombi yenye upenyo. Waraka wa kwanza Yohana 5:14 hadi 15. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema, na huo ndio jasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Na kama tukijua kwamba atusikia tuna chochote na kama tukijua kwamba atusikia tuomba chochote, tutajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mistari miwili imebeba somo letu la siku ya leo, maombi yenye upenyo. Anasema, na huo ndio ujasiri tulionao kwake, ya kwamba tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikie. Tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Na kama tukijua kwamba tusikia tuomba chochote, tutajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni mistari miwili yenye utajiri mkubwa sana, kwamba tukiomba sawa sawa na mapenzi yake atusikia na tunapokea. Lakini tukiomba sawa sawa na mapenzi yake, lakini kile ambacho tumeenda kuomba tuna haja nacho. Heko na stajabu kidogo. Hivi unaweza kuomba kitu ambacho huna haja nacho? Lakini inawezekana. Unaweza ukaomba kitu alafu huna haja nacho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuanze kwenye mapenzi ya Mungu. Unaenda mbele za Bwana kutafuta uso wake ili uombe jambo. Alafu wakati unamwendea Mungu, mnakutana njiani, anakuambia unaenda wapi? Unamwambia nakuja kwako. Na yeye anakuambia nami naingia mjini.
Sasa unamuuliza, unaingia mchini kwa jambo gani? Kwamba naingia mchini kwa ajili ya kuokoa watu, alafu na wewe ulikuwa unaenda kuomba kwa ajili ya mkutano ambao natakao ufanye siku chache mbele. Sasa anasema tukiomba katika mapenzi yake, tusikia kwamba lile hitaji ambalo umeenda kuliomba ni mapenzi ya Mungu alitende wakati huo, ni mapenzi ya Mungu alitende majira hayo. Kwa hiyo unaenda mbele za Bwana, kile ambacho nataka kumuomba ni hicho hicho nataka kukifanya duniani. Anatafuta ni nani aliye tayari nikipitishia kwake, na huko tayari unakwenda kuomba hicho hicho. Kwa hiyo umeomba katika mapenzi yake, lakini ndani ya mapenzi yake kile tukio ambacho tuna haja ya hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaomba kitu leo, lakini kile unachokiomba si majira ya Mungu kukupa majira haya, kwamba unachokiomba hukihitaji kwa sasa, ingawa unahisi unakihitaji. Bado lugha ni ngumu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwaka nilienda mbele za kumwambia Mungu, naomba ikuze huduma yangu iwe na viwango. Akaniambia, unachoomba sitakupa, maana huwezi kukibeba wakati huu. Kama naweza, akaniambia, dhambi ya kwanza kwako utautoa utukufu wangu. Akasema haiwezekani. Anasema basi nitakufundisha kesho. Nilikuwa na huduma mahali Mungu alijitukuza sana, kama miaka 15 kwenye mahali alijitukuza sana. Alafu moyo wangu ukainuka kwa sababu anakafanya. Akaniambia, nilichokuambia singetimia kama ndiye. Basi kwa jambo hili, basi naweka mikoba ya huduma pembeni, kwanza nijifunze kwanza, alafu ndio huduma inuke. Niliomba huduma inuliwe viwango. Moyo wangu hauwezi kubeba hivyo viwango. Kama ni hivi, basi ngoja nitulie kwanza. Haleluya. Kwa niliomba kwa ajili ya huduma yangu miaka hiyo iinuliwe, lakini nilikuwa sina hilo hitaji. Kwa nini? Moyo wangu haukuweza kubeba kile ambacho nakiomba. Kilipozoea sema Mungu umezoea kwa haki, niko tayari kutulia mpaka majira yatakapotimia. Sasa majira yalipotimia, sio mimi naenda tena kuomba Bwana inua huduma yangu. Majira yanapotimia, hata kama sijaomba, kwa sababu ni mapenzi yake huduma ikue, hata kama sijaomba inakuwa. Kwa nini? Kuna vigezo na masharti vimetimizwa. Kwa hiyo moja kwa moja nina nafasi ya kufanya jambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna maombi mengine tunaomba, lakini hatuna hiyo haja tunayoomba. Kwa nini? Si nyakati na majira ya kupokea kile ambacho tunakiomba. Haleluya. Sababu ni mchache, msisamee, nitaenda kwa spidi kidogo ili tupate kile ambacho tunatakiwa tukipate leo. Yupo siku moja na neema ya siku moja na hatua ya siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Maarifa katika kuomba hutupa upenyo katika maombi. Maarifa katika kuomba hutupa upenyo katika maombi. Maarifa katika kuomba hutupa upenyo katika maombi. Pointi ya pili, kujua ni nini leo mapenzi ya Mungu katika maombi. Kujua ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu katika kuomba hutupa upenyo kwenye maombi. Kujua ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu katika kuomba, yaani ile tu umejua, hata kabla hujaomba una upenyo kwenye kile unachotakiwa kukiomba. Sasa mara nyingi tunaomba sana, lakini tunaomba nje ya mapenzi ya Mungu. Visipotokea ni walaumu, wanung'unikaji wa kuzira maombi. Lakini uliomba nje ya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu akiangalia unachokitaka
kina athari kwako, kwa sababu si mapenzi ya Mungu kile ambacho unakitafuta. Bwana Yesu asifiwe. Pointi ya 3, kutambua haja ya kuomba kabla ya kuomba inakupa upenyo. Kutambua haja ya kuomba kabla ya kuomba inakupa upenyo. Kutambua haja kabla ya kuomba inakupa upenyo. Yaani kutambua haja unaotakiwa uombe kabla ya kuomba. Ukijua una haja gani unatakiwa iombe kwa wakati na majira, hata kabla hujaomba, mlango uko wazi mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Ngoja tuanze kuangalia kidogo. Tutaanza sasa kuona kile ambacho sasa tunakiangalia taratibu. Kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa kwanza wa Petro 5:6-10. Waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa kwanza wa Petro 5:9-10. Waraka wa kwanza wa Petro 5:9-10. Waraka wa kwanza wa Petro 5:9-10. Nitasoma 5:8. Waraka wa kwanza wa Petro 5:6 hadi 10. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtuka yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshitaki wenu Ibilisi kama simba ngurumaye huzunguka kitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyo, mkiwa thabiti katika imani, mkijua kuwa mateso yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Na Mungu wa neema yote, aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa napo kuna hazina nzuri kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati Mungu anaruhusu kwa makusudi kabisa upitie mateso. Anaruhusu upitie mateso. Kwa nini? Huna unyenyekevu. Dawa muhimu ya unyenyekevu ni jaribu, ni mateso, ni dhiki, ni msiba. Mungu akiona ndani huna moyo unyenyekevu, anaruhusu upite mahali. Katikati ya kupita utatumia nguvu zote, haliondoki. Utatumia maombi yote, halitoki. Siku ukivuka nasema huyo ni Bwana, sio nini akili zangu. Nyenyekevu unaanzia hapo. Haleluya. Haleluya kanisa. Sasa unapita kwenye kipindi cha mateso. Hayo mateso yanatengeneza unyenyekevu ndani. Hata ukiomba mateso yaondoke, hayataondoka. Kwa nini? Yapo hapo, ni uko shuleni, uko darasani. Kwa ili mateso yaondoke ni kuacha kitu kiburi. Ile saa unaacha kiburi, hata kama hujaomba, mateso yameondoka yenyewe. Kiburi. Mungu asaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Kiburi. Sema basi iweni nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtuka yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Tukimtuka yeye fadhaa zetu zote. Hapa kuna mtihani kidogo.
Ni rahisi kusema nimemtika Bwana fadhaa zangu, lakini kikweli hujamtika. Unaingia kwa Yesu, unaingia kwenye maombi leo na kuja kukutika fadhaa zangu. Maombi yakiondoka unazibeba, unaondoka nazo. Yaani ukimaliza maombi bado umezibeba, umeondoka nazo. Yaani kumtika Bwana fadhaa, mbele Bwana Yesu, mzigo nimepambana nao, nimeelemewa, na uleta kwenye madhabahu yako nipumue, nifanye kingine. Lakini umemtika Mungu fadhaa leo, kesho unanung'unika tena juu ya jambo lile lile. Umemtika, umeondoka nalo, umelibeba. Unaposema Bwana nimekutika fadhaa, yaani japokuwa bado kuna moto, lakini kuna moto kama hakuna moto. Inakutengenezea saburi, inakutengenea imani. Haleluya. Kama Mungu amekuita kuwa ni mtumishi, utaweza kumtumikia isipokuwa kwanza amekupitisha kwenye moto, kukuandaa kwa kiwango cha huduma iliyoko mbele yako. Soma Biblia, watumishi wote. Ni mtumishi gani aliamka tu na huduma imeinuka? Hayupo. Ukiona kizazi hiki mtumishi ameamka asubuhi, kesho jioni kainuka, subiri mbele, hafiki ibada, ataanguka. Kwa nini? Dhambi ya kwanza ni kiburi. Lakini kuna saa tunapita, tunafadhaishwa, tunadhihakiwa, tunachekwa, tunakejeliwa, lakini hapo tunatengenezewa msoli kwa ajili ya kesho. Tunatengenezwa kwa ajili ya kesho ijayo. Kwa hiyo kuna wakati unapita kwenye dhiki, usimwache Mungu. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Kwa nini? Mungu anatengeneza misuli ya ndani, ili hiyo misuli ikufanye uwe na kitu cha ziada kesho. Kesho yako inaandaliwa leo. Haleluya. Huyu mzaba anayehubiri sahihi hapa, huyu mzaba ametengeneza miaka 15 na anatokezea leo. Miaka mingapi? 15 nimeangalia ile kuhubiri tu leo. Kwa hiyo ninapohubiri leo, ni mzaba wa miaka 15 ameibukia hapa. Kwa kuna dhiki ambazo zinaruhusiwa kwako, lakini jua zinakutengeneza. Pale chini anasema hivi, na Mungu wa neema yote amewaita kuingia katika utukufu wake. Ameleta katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza. Mkiisha kuteswa kidogo, yeye mwenyewe atafanya nini? Atawatengeneza. Kwa hiyo mateso kidogo yanakutengeneza. Haleluya. Kiwango cha kitu ulichobeba cha kesho kina kiwango cha mateso, lakini kina kiwango cha matengenezo. Ili Mungu atukuze, akuingiza kwenye utukufu mkubwa kwenye jambo lolote. Kama Mungu anakuandaa kubeba pesa nyingi kwa ajili ya kazi yake, utakuwa fukara miaka 10. Anakuandaa uwe na pesa kwa ajili ya utukufu wake, utakuwa maskini miaka 10. Lakini siku unatoka kwenye umaskini, unasema kwa kweli fedha ni ya Bwana, si ya kwangu. Kwa nini? Nilitafuta nikaikosa, Bwana amenipa. Kwa hiyo cha kwanza umepata pesa, cha kwanza ni unyenyekevu wa moyo kwenye kushika pesa. Kuna watu hapa wanaomba kwa ajili ya uchumi, lakini Bwana kukuletea pesa, nje ya uwezo wa kubeba, kiburi kitainuka. Kwa hiyo unapoteswa kidogo, cha kwanza hayo mateso yanakutengeneza. Cha pili anasema na kuwadhibitisha na kuwatia nguvu. Hivi unajua kudhibitisha? Kama wewe ni mfanyakazi, unatoka peleke barua kwenye ofisi nyingine, kama haina muhuri utapeleka ili barua lazima ipate muhuri wa ofisi kwamba hii ni halisi, hii imethibitika. Sasa kabla Mungu akuleta vitu vikubwa, cha kwanza
lazima akuthibitishe kwamba huyu anastahili, kwamba huyu anaweza, kwamba huyu anamudu. Haleluya. Niguse pazuri kidogo. Wakati Mungu anakuandaa kwa mshauri wa ndoa, anakuandaa kuvusha ndoa, hiyo ndoa itakuwa ni pilipili isiyo nini, isiyopozwa na maji. Ile siku umevuka, nasema wapendwa, ndoa zinavukaga hivi. Una uzoefu kupitia wewe. Unakuta kuna watumishi madhabahu wanafundisha, naona kiona wewe na kushinda hujaokoka. Hajapita kwenye somo la nini? Ndoa. Aliyepita kwenye somo la ndoa akipanda madhabahuni ana nidhamu ya kushauri. Nasema mtumishi, najua unapopita anahisi yale maumivu aliyopitia miaka 5, miaka 3, miaka 4. Kwa Mungu anakuandaa kuvusha ndoa, lazima ndoa yake ipigwe mpaka iwe mochwari. Hiyo maiti ya siku ngapi? Ikifufuka aisee, ni kifaa kwa ajili ya ndoa. Kwa hiyo kuna sababu anataka tuthibitishe. Sasa wakati Bwana anakuthibitisha, aisee, una manunguniko kama yote, malalamiko kama yote. Kama Bwana anakuandaa kwa ajili ya kuwavusha wenye magonjwa, unapigwa na kansa, unapona kansa, unawatia moyo wenye kansa. Nani atakubali ya kwa kansa kuvusha wengine wenye kansa? Ni nani hapa ndani? Tukamwambia tukamwambia Zakayo, nani? Lazaro, sasa Bwana kuna mpango nataka ufanyike. Kwa sasa Bwana, wewe tutakufanya uwe nini? Uwe kielelezo kama Bwana anaweza. Kwa hiyo sasa uwe tayari, tutakuacha ufe, alafu uoze, alafu utafufuliwa. Angekubali? Anasema huo ugonjwa ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa kuna vitu vingine acha vioze vinuke, ili vikinuka wasema hakika huyu ni Bwana. Lakini nani yuko tayari? Ni nani yuko tayari aishi na maiti ya siku 4 nyumbani? Inanuka. Inafanya nini? Maana wasema Bwana ananuka, sema sikuambia ni kwa shida utukufu. Kwa hiyo Lazaro Mungu aliruhusu apite, alipopita ili atukuzwe. Ili atukuzwe. Haleluya. Watumishi, ukiona huduma yako inaenda vizuri, huna vita, huna cha kumwambia Yesu, umeniachia wapi? Umenisikia? Yaani ukiona unapita mwaka mzima, yaani ni tambarare, huna vita ya waumini, huna vita ya wazee, huna vita, si mnaita ushers, wanaitwa nini wale? Hao wahudumu si wa nini kule? Wanaitwa nini? Mashemasi. Huna vita ya mashemasi. Mwambie Yesu, tumeachania wapi? Na Joseph na Mariamu walimwacha Yesu siku ngapi? Alafu hawajui wameshamwacha. Ukiona unapiga hatua, mwaka unaisha, kujalia machozi kiutumishi, umemwacha Yesu mahali. Rudi siku 3 utamkuta na wewe. Ulishaanza siku nyingi mwanangu. Lakini kama unatembea na Yesu vizuri, anasema Ibilisi ni mshtaki wenu, mpingeni mkiwa thabiti katika imani. Yaani kwa shetani hakufuatifati Isaya, yani hujamgusa. Lakini ukimgusa shetani pazuri, uliyemwamini atakuwa mtesi wako. Yesu alimwamini Petro, akamkana mara ngapi? Asole mzee kiongozi atakukana mara ngapi? Wanayemwamini kama ni mtumishi wa Bwana, ndio kuniombe atakupiga ngwala ya moto, unaanguka mara 7. Ukiinuka ni chombo kipi? Yaani hujapigwa ngwala na watumishi wenzako, bado huduma haijafika pazuri. Yesu akasema haipasi mtu kufa nje ya nini? Yerusalemu. Sasa mbona na kwingine huko ndio kuzuri zaidi. Haleluya. Ukiona unaimba kwaya, sauti ni nzuri, wanakwaya hawakukwazi, ujue bado upako haupo, una kipaji cha kuimba, una upako wa kuimba. Lakini sasa akija mafuta ya kwenye kuimba kwenye kwaya, yaani utasema na wote. Naona anajivuna,
hajifanya ndio mwimbaji sana. Au ukisikia wanakusema vibaya, unajua kwamba mafuta yameanza kuchemka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Wewe ni muombaji. Ukiona waombaji wenzako wote wanakupenda kuliko kawaida, aisee, hayo maombi hajatikisa kuzimba. Hajatikisa wapi? Ukitikisa kuzimu, waombaji wale atakuwekea vikao kukuchafua. Unajua hapo maombi yako yamegusa laana. Anasema kuthibitishwa lazima upite kwenye moto, afu uvumilie uvuke na huo moto. Lakini moto ukija, sasa tunatoa nguvu, kanyagia kwenye moto, ukichuka mbele umethibitishwa, viwango vya utukufu vinaongezeka. Haleluya. Haleluya. Anasema akawathibitisha. Akafanya nini? Akawathibitisha. Kubali kuthibitishwa ili Mungu unapoomba uone upenyo. Usitafute shortcut mpendwa. Kuna saa ya dhiki, kana Yesu kwenye dhiki. Ikifika saa kuna ndio utukufu. Utakaa na Yesu kwenye nini? Kwenye utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Sasa kitabu cha Danieli 9:13. Danieli 9, tukawa tunaangalia nyakati na majira ndani ya maombi. Usimwache Bwana kwa sababu ya vita. Danieli 9:13. Kwa Danieli 9:20-24. Afu tutasoma na Esther 40:1-5. Kaka nisome Danieli 9:13. Biblia inasema, ni Danieli 9:1-13. Tusome mstari hapo. Danieli 9:1 anasema, katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Ahasuero wa uzao wa Media, aliyetawaza kuwa mfalme juu ya miliki ya Wakaldayo, katika mwaka wa kwanza kumiliki kwa Danieli, ni kwa kuvisoma vitabu na lifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii na kutimiza ukiwa Yerusalemu, yaani miaka 70. Nikamwelekezea Bwana uso wangu ili kutoka kwa maombi na dua pamoja na kufunga kwa nguo za magunia na majivu. Nikamwomba Bwana Mungu wangu, nikaungama nikasema, Bwana Mungu mkuu mwenye kutisha, shikaye maagano na rehema kwa mpendao na kuzishika amri zake. Tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, tumeasi namu hata kwa kuacha maagizo yako na hukumu zako. Acha nisogee mbele. Tutamalizia mwenyewe hapo. Angalia Danieli 9:20-24. 9:24 nasema hivi. Basi hapo nilipokuwa nikisoma Danieli 9:20-24. Basi hapo nilipokuwa nikisema na kuomba na kuiangama dhambi yangu na ndugu na dhambi ya watu wangu Israeli, na kuomba dua yangu mbele za Bwana Mungu wangu kwa ajili ya mlima mtakatifu wa Mungu wangu, na nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabrieli niliyemwona katika njozi hapo kwanza akirusha upesi alinigusa panapo wakati wa dhabihu ya jioni. Akaniagiza akaongea nami akasema, Danieli, nimetokea sasa ili nikupe akili upate ufahamu. Mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri, nami nimekuja kukupasha habari, maana wewe unapendwa sana. Basi itafakari habari hii na kuyafahamu maono haya. Muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kuishiliza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono na unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Kitabu cha Isaya 10 Isaya 40:1-5. Isaya 40:1-5. Isaya
40:1-5. Watulizeni mioyo watu wangu, asema Bwana Mungu wenu. Semeni na moyo Yerusalemu, kawaambieni kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha, uovu wake umeachiliwa, kwa kuwa amepokea kwa mkono wa Bwana adhabu maradufu kwa dhambi zake zote. Sikiliza, ni sauti ya mtu aliye, itengenezeni nyikani njia ya Bwana, nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Kila bonde litainuliwa na kila mlima na kilima kitashushwa. Palipopotoka patakuwa pamenyoka, na palipoparuza patasawazishwa. Na utukufu wa Bwana utafunuliwa, na wote wenye mwili wataona pamoja, kwa kuwa kinywa cha Bwana kimenena haya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Amen. Nimesoma mistari mitatu pamoja ili kupata kitu ambacho kitatusaidia leo kuomba. Kanisa nasema kwa kuvisoma vitabu akapata ufahamu, akajua ni majira yaliyokusudiwa watoke waende katika nchi ya ahadi. Imetimia miaka 70 ya kukaa kwenye mateso, kukaa kwenye jela mateso. Akajua miaka 70 imetimia. Baada ya kujua, akaanza maombi, akaanza kuomba arudi kwenye nchi walikotoka, nchi yao. Sasa anaomba, anakaa kwenye maombi. Malaika anapokuja anasema, ulipotia nia tu ya kuomba, kabla hujatamka, maombi yako yasikia wapi? Sema upendo. Alipopata ufahamu, akajua majira, akajasema tukiomba sana mapenzi yake, tunazo zile haja. Danieli alikuwa na haja ya wakati kwenye maombi, akajua majira haya nikiomba ni upendo. Alikaa miaka 70 anaomba kila siku mara 3. Ilipotimia miaka 70, akaanza mambo ya kutoka utumwani kwenda kwenye nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani yenye maziwa na asali. Lakini miaka 70 alikaa kwenye maombi. Lakini kuna majira ilipotimia, asema kwa ishara hii ni saa ya kutoka kwangu. Ni majira kutoka kwake. Kwenye Isaya 40 anasema ni kweli tumeteseka, tumepigika, lakini asema kwa kweli mmepita kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya makosa, kwa sababu ya uovu, lakini kwa pito hili, kwa mateso haya imetosha. Sasa ni wakati wa kutoka kwenda utukufu mwingine. Ambie ndugu, ni wakati wa kutoka. Ambie ni wiki ya kutoka. Lakini kwenye kutoka nasema kilima na vilima vishushwe. Sema kiburi. Palipo paraza palainishwe. Hatua zako za kiroho zinaendaje? Hatua zako za kiroho zinaendaje? Ili Mungu akupe hatua, lazima akuthibitishe. Je, kwa mahali umepita, unahisi sasa una moyo unyenyekevu ndani? Unahisi umethibitika? Unahisi unastahili? Ukipokea hutajivuna, ukinuliwa hutadharau wengine. Sema ni wakati wa Bwana kutujilia, ni wakati wa kufarijiwa, ni wakati wa kutiwa nguvu tena, ni wakati wa kucheka. Unajua si mapenzi ya Mungu tulie mpaka arudi, si mapenzi yake. Kuna majira unacheka, lakini kuna majira unainuliwa, unavuka juu. Kuna kama hamnielewi, kama hamjanishika sawa sawa. Mesea za hiyo ni wakati wa Yesu. Sasa hii pikipiki imetosha, nataka nipate mpya. Yaani pikipiki nataka nipate. Yaani wakati kadogo ya Bwana Yesu, lini nitapiga level kama za Sauzi? Lini?
nitakuwa na mziki. Yaani tunaona kwenye TV, lakini tuna wataalamu wako hapa wa mziki, wana vyombo. Ni lini utakuwa na mziki wa milioni 100? Yaani ukikaa mahali na huo mziki watu watapiga live. Ni lini kadogo? Ni lini? Ni lini? Ni lini? Yaani Mungu anatarajia wale watu ambao ni watu wamethibitishwa. Yaani ukipewa mziki wa milioni 100 hutadharau kwenye kaspika kama kale kakonga kutengeneza. Akana hata rangi. Ukithibitisha na kinanda cha pisara 463. Sasa ukipewa kuna mavinanda yale ambayo kadudu yani ni ya tachi ya milioni 10. Yeye ndio kiligusa linapumua, lina kila kitu ndani. Ukipewa hutadharau wenye hawa wenye hiki. Lakini hapo ulipo naomba uchumi wako. Mungu akutema sema sasa mwanangu imetosha. Nakupa wewe yani uwe ni mwekezaji namba 1 ulipo. Huo utabeba hicho kitu. Yaani Mungu awekeze sasa mwanangu kwa maombi yako. Nataka nivushe kanisa lako. Nataka nitende sadaka zako kuvusha. Kwa hiyo nakupa uwekezaji ambao utakuwa ni kichwa kwenye mji wako. Je, utalibeba? 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 Kuthibitishwa, Mungu anasubiri moyo wako uwe tayari kubeba vitu vikubwa. Yaani sisi watu vidogo, si watu kidogo, watushia watu wa vitu vidogo, watu wa vitu vikubwa. Na shida moyo, shida uwezo kubeba. Sasa nasema watulizeni moyo watu wangu, ni kweli wameteseka sana. Ni majira ya wao kwenda hatua nyingine, ni majira ya wao kwenda tukufu mwingine. Kwa hiyo kama umepita miaka mingi Bwana Yesu, leo nimejua ni nyakati za kuvuka. Niko tayari kushusha kilima, kushusha vilima. Niko tayari kubadilika. Haleluya. Unajua Mungu anapotukagua na tunapojikagua ni vitu viwili tofauti. Wewe ni mtumishi sawa, lakini moyo wako hawezi kubeba utumishi wako wa kesho. Moyo ukiwa imara, ukithibitishwa, anasema utukufu utaonekana na wote wenye mwili watauona pamoja. Aise, Mungu akikuinua kiwango cha utukufu, hata ujifiche wapi utaonekana. Kwa nini? Utukufu Bwana kutambulisha popote pale. Popote. Popote. Yaani utukufu ukifunuliwa, hata ukijificha chini ya ardhi watakuona. Kwa nini? Utukufu unaongea wenyewe. Unasema wenyewe. Kwa Mungu anataka atuinue utukufu kupitia maombi ya siku ya leo. Ukiamini inawezekana kwako. Ukiamini tu inawezekana. Amen. Mwambie tu Yesu, nimepata siri ya upenyo. Cha kwanza hiki kiburi na kiondoa. Kujinyenyekea haki na weka pembeni. Niombe moyo nyenyekevu naye. Alafu unaponiinua nikutukuze mwenyewe. Utukufu unapoanza kuonekana ni sizidi kunyenyekea zaidi. Kwa nini? Mungu akitaka kukuinua, kuna vitu akiviachilia kwako anakupima. Je, umeshakuwa? Akiachilia vitu, ukiongeza unyenyekevu, anaweka zaidi, hatimaye viwango vya juu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaabudu Mungu. Umelia sana, umeteseka sana, mwambie Yesu imetosha. Imezunguka kwenye mlima wangu, imetosha. Imepita kwenye dhiki ya utumishi, nahitaji neema yako, nahitaji hatua nyingine. Kuna mahali umesimama, mwambie Yesu nahitaji hatua nyingine. Unafuatilia Facebook, unafuatilia YouTube, unafuatilia TikTok, ungana nasi katika maombi sahihi. Mwambie Yesu hatua moja zaidi, hatua moja zaidi.
Iachilie kwa Bwana. Unajua unapita wapi, unajua msiba unaopitia. Leo ni siku ya faraja. Mwambie tu Yesu, imetosha. Fungua kinywa chako, mwambie Yesu, ni majira ya kujiliwa kwangu. Mwambie Yesu, nimelia sana na kutika fadhaa zangu na kutika maombolezo yangu. Mwambie mateso yangu umeona. Mwambie msiba wangu umeuona. Mwambie maombolezo yangu haikufichwa mbele zako siku na mchana. Mwambie Yesu, niko tayari kunyenyekea. Umenithibitisha kwenye hili jaribu, lakini leo hatua moja zaidi. Leo hatua moja zaidi. Alipoambua hatua moja zaidi inaingoja. Ndio tusaidie hapo. Hapo alipoambia kama natamani kusukuma maombi sauti yako mbele. Kuna mahali moyo wako unavuja damu. Unatamani kusukuma sauti yako mbele. Ukiweza kusimama, ukiweza kupiga magoti, moyo wako unavuja damu. Kuna watu hapo mioyo inavuja damu. Moyo wako unavuja damu. Sogea hapa mbele. Si mwingine kama hana. Si mwingine kama hana. Si mwingine kama hana. Anamimina moyo wake kwa Bwana. Mwambie toa umimina moyo wangu kama hana. Ni kweli nimelia. Ni kweli nimeomboleza. Mwambie hatua moja zaidi. Hatua moja zaidi. Mwambie Bwana Yesu, nimelia. Ni saa ya kuvuka kwangu. Mwambie Bwana Yesu, ni wakati ya kuvuka kwangu. Ni kweli umechekwa, umedhalilika, umekuwa ni kituko. Mwambie Bwana hatua moja zaidi leo. Mwambie Bwana hatua moja. Neema Mungu iko hapa. Neema Mungu iko hapa. Neema Mungu iko hapa. Kisha kumwabudu Mungu. Iachilie kwa Bwana. Hata umekaa hapo nyuma, anza kuomba mbele za Bwana. Popote ulipoanza kuomba mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai. Baba, tunakuhitaji leo. Tumepita kwenye mateso, tumepita kwenye maombolezo, lakini kama Mungu ulikuwa unatuandaa, ulikuwa unatuthibitisha. Tumenung'unika, tumeshutumu, tumelaumu, lakini kama Bwana alikuwa anatuandaa kwa chini ya wakati huu. Baba, ninaomba toba. Na sasa palipopomoka mbele ya madhabahu yako, nikiomba toba kwa chini ya mkutano huu. Wale wanaofuatilia Facebook na YouTube na TikTok, Bwana Baba, tumekunung'unikia sana, lakini ulikuwa unatujenga, ulikuwa unatuchonga, ulikuwa unatutengeneza, ulikuwa unatuthibitisha. Bwana, leo tunakuja na kwenye madhabahu yako, tunakutika fadhaa zetu, tunakutika mizigo yetu. Baba, yatosha.
Baba, yatosha. Tumezunguka hapa miaka mingi, tumelia miaka mingi, lakini leo Baba tunahitaji rehema zako, tunahitaji fadhili zako, tunahitaji rehema zako Baba, tunahitaji neema yako Baba. Tuvushe watoto wako Baba, ni wakati wa kututia moyo tena, ni wakati wa kutufariji tena Baba, tupe neema mpya, ni wakati wa kutubeba kwa neema yako Baba, tuvushe kwa neema yako Baba, tupe hatua Baba, tuvue mavazi ya aibu, tuvue mavazi ya mateso na kuaibika Baba, tupe neema tena. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu. Wewe ni Mungu wa faraja, wewe ni Mungu wa faraja. Naomba faraja kwa mtumishi wako, anajua amepita wapi, anajua msiba wake. Roho Mtakatifu mtie nguvu, Roho Mtakatifu mtie nguvu. Kama ni majira kutoka milango ifunguke avuke, lakini kama kuna hatua moja zaidi, mtie nguvu, mtie nguvu ya kusonga. Imarisha hatua zake, imarisha viuno vyake katika jina la Yesu. Mungu akufungulie mlango, Bwana kufungulie mlango. Ni kweli umelia, ni kweli umeomboleza, lakini Bwana kuchilie kwa ujumbe huu. Bwana kuvushe kwa ujumbe, Bwana kupe hatua moja zaidi katika jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu mfariji, tia nguvu tena, tia nguvu tena, tia nguvu tena. Roho Mtakatifu achilia mafuta, achilia mafuta ndani yake. Roho ya mateso achilie nafsi, roho ya mateso achilie nafsi kwa jina la Yesu. Msiba kutoka kumefika, ni majira kufunguliwa kwake. Roho ya mateso achilie maisha yake kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu unazo nguvu, unazo nguvu, unazo nguvu. Kwa mgonjwa Bwana atapata nguvu mpya, utatoka kama tai ya angani, ukamcheza na nguvu zako. Lango funguliwa mbele yako. Ni kweli umelia, ni kweli umeteseka, Bwana akubebea mzigo, akubebea haya mateso kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu mcheze na nguvu zako. Pokea nguvu ya kustahimili, pokea nguvu ya kusonga mbele, pokea nguvu ya kusonga mbele. Machozi yako ni maombi kwa Bwana. Bwana angalia machozi yako, ayaone na maombi yako, na akupe hatua moja zaidi, akupe hatua moja zaidi. Huo msiba uliopitia Bwana kusaulishe, akuletee majira kicheko, akupe majira kicheko na furaha, akupe majira mapya kicheko na furaha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu utukuze mwana viuna wanadamu. Unajua msiba wake, unajua anapita wapi. Mtie nguvu tena, mtie nguvu tena, mtie nguvu tena kusonga mbele. Alipokaa kwenye mratimu Bwana, ulimpa mtumishi wa kalia divai, ulimpa na mkate akala, akasonga mbele kwa nguvu, akatembea siku 40 jangwani bila kukata tamaa. Roho Mtakatifu amekula mkate leo, mpe na maji, mjaze na nguvu zako, mjaze na nguvu zako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu mwaminifu. Umeliachia neno lako katika siku ya leo. Unajua msiba wako, unajua maombolezo yake. Roho Mtakatifu mbele kwa mbawa zako, mpe hatua nyingine. Mateso uliyopitia Bwana, ukavue ile vazi la mateso. Misiba uliyopitia Baba, hakusikia ujumbe ni majira kuvuka kwake. Roho Mtakatifu, naomba faraja yako, naomba amani yako, ukamtia nguvu tena kusonga mbele. Mpe ujasiri, hatua moja zaidi ya kusonga mbele katika jina la damu ya Yesu. Bwana Yesu ni Mungu mwaminifu. Unajua msiba wake ndani ya familia yake. Wamelia kwa miaka mingi, wameomboleza mbele zako Jehova. Roho Mtakatifu unazo nguvu kwa ajili yake. Tie tena nguvu ya kusonga mbele.
anaweza kusonga mbele na kutika fadhaa zake na kutika msiba wake. Bwana, aone faraja yako Roho Mtakatifu, aone amani yako Kristo na utosi kama ulimwengu utoavyo. Amani yako ya ndani ya moyo wake. Bwana Roho Mtakatifu, umeruhusu apite hapa kama kusudi yako. Mvushe sasa, mvushe sasa, vusha familia yake, wavushe Bwana, waone msimu mpya, waone majira mapya katika jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu, unazo mkuu, wewe ni Mungu mwaminifu. Ujue misiba yake, ujue mateso yake. Neema yako ibebe, neema yako imvushe, fadhili zako zionekane kwake, rehema zako zionekane kwake, kwa damu kwa jina la Yesu, amen. Unayefuatilia Facebook na YouTube, Mungu akutie nguvu tena, usikate tamaa. Nasi kwenye maombi haya, Bwana akupe hatua moja zaidi, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, amen, amen. Makofi tena kwa Bwana kwa ajili ya siku ya leo. Tunamshukuru Bwana kwa ajili ya neema hii ambayo Bwana ametupa tena. Basi kabla